Kama Yesu ndiye alikufa, nani hatakufa? Wana watu watakufa, hata Ruto atakufa. Hao wenye wanatuma hao magunzi watakufa wote. Nataka niulize swali moja hii Jacaranda. We had somebody called a total man. Biwott ako wapi? Biwott alikuwa na nguvu, alikuwa anaua watu kila usiku, kila mchana anaua watu. Ako wapi? Si ako chini ya mchanga? Ako wapi? Hata mtoto wake hayuko. Alienda na mali yake yote. Moi ako wapi? In the next 10 years to come, hautasikia jina ya Moi. Hata watoto wake watakuwa wamesambaratika huko wote. Kulingana ile tabia ambayo alifanyia wananchi. Ukiwa ukileta kifua unajifanya ati wewe sasa uko na nguvu. Hizi gym zote ziko Nairobi, ziko Kisumu, ziko Mombasa, wapi? Mtu amenona kama ng'ombe anaenda gym. Kazi yake ni kutafuta kazi ya kuua watu ama kupiga watu. Wewe mtoto wa nani umewekewa ndio uende upige? Wewe ukipigwa utaona nini? Ama wazazi wako wataona nini ukipigwa ama uliwe? Sasa ile una feel unaenda kuua mtu. Naomba sana wewe ukufe kabla uwe mtu mwenye unaenda kuua. Hii Kenya tuko na ujinga mingi, mambo ya ukabila. Na naambia Jaluo, hii serikali inatumia Jaluo. Sasa hivi wanangoja Mkapa pia atoka Ukambani aende Kisumu ama Homa Bay apigwe. Ndio haribu jina ya Wajaluo. Ati Wajaluo ndio wanajua kupiga watu. Tulikuwa tuko juu Kenya mzima juu ya masomo. Sasa jina yetu imeharibika. Juu mambo ya uguni. Ati Jaluo ndio anajua kutoa magunzi. Jaluo ndio anajua kuua. Juu ya hii serikali. Na tumesimama tu, hatuwezi ongea. Mwingine akikuja ati mara ukabila